Je, unafahamu kwamba mataifa ya Afrika sasa yanaitumia China fedha nyingi zaidi kulipa madeni kuliko yalivyopokea kama mikopo mipya? Takwimu zinaonyesha mikopo mipya imepungua, lakini marejesho yanaongezeka. Hali hii ina maana gani kwa uchumi wa Afrika? Tahariri yake Leonard Mubali inaangazia kwa kina maelezo hayo. Afrika kwenye mtego wa deni. Tunalipa China zaidi kuliko tunachopokea. Kwa miaka mingi China imejijenga kama mfadhili mkubwa wa maendeleo barani Afrika, ikifadhili barabara, reli, bandari na miradi mikubwa ya miundombinu. Lakini takwimu mpya za kutoka One Data zinaibua ukweli mchungu. Mataifa ya Afrika sasa yanatuma pesa nyingi zaidi kwenda China kama marejesho ya madeni kuliko yanavyopokea kama mikopo mipya. Hii ni ishara ya mabadiliko makubwa katika uhusiano wa kifedha kati ya Afrika na China. Zamani mkopo wa China ulionekana kama mbadala wa haraka kwa ufadhili wa Magharibi uliokuwa na masharti mengi. Leo mikopo mipya imepungua kwa kasi, lakini mzigo wa kulipa madeni ya zamani unaendelea kuongezeka. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema bomba la fedha limeanza kukauka, lakini bili bado inalipwa. Kwanza, inamaanisha nafasi ndogo zaidi ya kifedha kwa serikali. Fedha zinazotumika kulipa madeni ni zile zile ambazo zingetumika kwa afya, elimu, ajira kwa vijana na huduma za kijamii. Taifa linapolipa zaidi kuliko linavyopokea, maendeleo yanakwama. Pili, hali hii inaongeza hatari ya mgogoro wa madeni. Mataifa mengi ya Afrika tayari yanahangaika kiuchumi kutokana na athari za COVID-19, mabadiliko ya tabia nchi na kuyumba kwa bei za bidhaa katika soko la dunia. Kuendelea kubeba mzigo wa madeni makubwa bila mikopo mipya au msamaha wa deni ni sawa na kujaribu kuogelea huku umebeba jiwe shingoni. Jambo la tatu ni kwamba mabadiliko haya yanaashiria kuwa hata China, aliyekuwa akionekana kama rafiki asiye na masharti, sasa anakuwa mkopeshaji mwenye tahadhari zaidi, akilinda maslahi yake ya kifedha. Hii inapaswa kuwafungua macho viongozi wa Afrika. Mikopo si msaada wa kudumu, bali ni deni linalohitaji kulipwa. Lakini lawama zote haziwezi kuelekezwa nje. Serikali za Afrika pia zinapaswa kuwajibika. Swali gumu la kujiuliza ni hili: mikopo iliyochukuliwa ilitumika vipi? Je, miradi iliyofadhiliwa imezalisha faida za kiuchumi zinazoweza kulipa madeni hayo? Au tulikopa kwa mbwembwe za kisiasa na miradi isiyoleta tija? Kwa sasa Afrika inahitaji zaidi mikopo mipya. Inahitaji mikakati ya busara ya kusimamia madeni, uwazi katika mikataba ya kifedha na msukumo wa kukuza mapato ya ndani kupitia viwanda, biashara na ushuru unaofanya kazi. Zaidi ya yote, bara linahitaji sauti ya pamoja katika mazungumzo ya kimataifa kuhusu msamaha na marekebisho ya madeni. Ukweli huu mpya wa kulipa zaidi kuliko kupokea unapaswa kuwa kengele ya tahadhari. Bila mabadiliko ya haraka ya sera na fikra, Afrika iko hatarini kubaki kwenye mzunguko wa deni usioisha, huku wananchi walalahoi wakiendelea kubeba gharama yake.